Mimi kwa majina naitwa Naomi Mkologo Mkonongo, ni mkazi wa hapa Miondo, maeneo ya mtaa wa Mpande. Mimi juzi, ilikuwa tarehe ngapi juzi sijui? 25. Ilikuwa majira kama ya saa 3 hivi. Mimi nafanyaga biashara ndogo ndogo za kuuza supu. Nikawa mimi kibandani, nikawa nauza supu. Baada ya kutoka nje huo muda wa saa 3 usiku, ndo nikakuta Samuel na mke wake wanapigana hapo nje. Ndo nikaenda kwanza kuwasaidia, kuwaamlia, nikakuta na shemeji yake mwingine anaitwa Esther. Tukaanza kuwaamlia pale. Baada ya kuwaamlia, Samuel akawa tu yeye anajibu Kristina alichonifanyia mimi leo mpaka kitaeleweka. Kuwauliza sasa chanzo ni nini cha ugomvi, akasema wewe muulize Kristina mwenyewe ndo atakwambia. Kumuuliza Kristina akawa haniambii chanzo cha ugomvi ni nini. Kwa kuangalia hivi upande wa mashariki tukaona Samuel anakuja amechomoa na kisu. Ndo tukaanza sisi kukimbia, na yeye Damiani akamwambia maneno kimbia, Samuel huyo anakuja na kisu. Sisi na Damiani tukaanza kukimbia, akawasimamisha pale, ndo akamkata Samuel maneno mara ya kwanza, mara ya pili ndo akamkata mke wako. Mimi nikawa nimekimbia mpaka kibandani kwangu, ndo maneno akaja pale na mimi nikaita wenzangu kule, jamani kuna ugomvi, Samuel kaja na kisu. Kuna siku moja mimi Kristina aliniambia kwamba ilitokea ugomvi, Samuel alienda kununua kisu, akaanza kumwambia Kristina kwamba wewe Kristina, mimi nimepigiwa simu hapa nilipokuwa Kiteto kwamba wewe unatembea na maneno pamoja na nani na Matiasi. Akaniambia kwamba eti mimi mpaka nimenunua hichi kisu mpaka kije kieleweke kati ya maneno na nani na Matiasi. Ndo nikawa tu nasikia hivyo wananihadisia Kristina. Inaitwa maneno ya hilo sitibu. Wewe unaangalia huko. Baada ya kuanza kurudi Mpande hapo, tukafika hapa kwa brother Damiani. Nilipofika pale nikakuta mtoto mmoja hivi mke wa Samuel analia. Tulikuta analia, akasema jamani hapa vipi? Nikakuta hapo kama watu kama 3 hivi. Vipi? Sema kuna ugomvi hapa, Samuel alikuwa anapigana na nini na mke wake. Baada hapo ndo akasema hebu twende tumpeleke kwa mkuu wa mtaa. Baada akasema haya twendeni, nikawa nimetangulia mimi mbele, mke wake wa Samuel akawa nyuma na wengine wake wawili tena wakawa nyuma yake, na Damiani ndo akawa nyuma wa mwisho. Fika kwa makani hapo, Damiani akasema wewe hapa wanakuja na kisu. Baadaye kuja hapo na kisu, wengine wao wote wakafanyaje, wengine wakatawanyika wakakimbia. Baadaye wakimbia pale mke wa Samuel ndo akawa anakimbia anafanya anazunguka kwangu. Baadaye hapo kuja Samuel ndo akaja michoma kisu. Kwa hiyo ulikuwa hujui chochote kinachoendelea huko? Yaani mimi nilikuwa sijui chochote kile, nilikuwa mimi sijui. Sio kwamba ulikuwa na yeye ulienda kuamulia yani hapo, yani wakati tu hapo wakuja hapo tuanze kuamulia hapo kwenye ugomvi, nikuta hapo na ugomvi umesha kama tu wameamulia hapo, ndo wakasema tumpeleke kwa wapi, kwa mkuu wa mtaa. Baadaye hapo kuja hapo ndo akaja nyuma akaja na kisu. Kuna kipindi fulani hivi tanachomaga mke mmoja hivi kisu tena huko nani huko vijiweni huko. Na katika labda urafiki wako wewe na Samuel mliko gombana? Hamna, sijaigombana hata siku moja. Mlikuwa vizuri tu, mnaishi vizuri, tulikuwa tunaishi vizuri.